anakupa neno kama siku ya leo vile Pastor Mary anakupa, ama vile kina Reverend Mongai huwa anakuja wanakupatia neno, tafadhali heshimu maneno ambayo wanayokupa. Acha kuangalia mtu physically. Ni kwa sababu ni Roho wa Mungu anafanya kazi tu akiwa ndani yetu. Usiangalie matendo ya mwenzako. Hebu sikiza neno ambalo tunawapa ndio tuweze kufika mbinguni na tuweze kukamilika naye Mungu akiwa mbinguni. Aone kuheshimu na kutii Roho wake. Kumbuka juzi tulipewa katika kitabu cha Mathayo ya kwamba Mathayo ilikuwa ni twati, tukaambiwa ya kwamba ukimtukana Mungu utaweza samehewa, ukimtukana Yesu Kristo utaweza samehewa, lakini ukimtukana Roho wa Bwana ama Roho Mtakatifu hakuna wakati utaweza samehewa. Ni kwa sababu wakati Yesu Kristo alikuwa anaponya watu, walisema Wafarisayo wakasema ya kwamba anaponya kwa njia ya ya nguvu za Belzebuli ambayo ni mkuu wa wa mashetani. Na Yesu Kristo akaongea kwa parable na akawaambia ufalme hauwezi ukajiinukia, ukijiinukia utawezaisha. Shetani hawezi akajiinukia. That's why unapata watu wengi wamekuwa na shida ya kutoelewa je, kazi ya Mungu hufanywa kwa njia gani. Lakini ukikaa kwa makini dada yangu ama ndugu yangu, ukisikiza neno la Bwana vizuri, naye Roho Mtakatifu afanye kazi, utaweza jipata yale haujui umeyajua, na yale yenye ulikuwa unaona unayajua ni kama haulikuwa hauyajui, na ubadilike ama ubadilishe mienendo yako. Neno Bwana linasema katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 13 ya kwamba norere Roho Mutheru ucio wa maoka ni akamutongoria uhoro-ini uria wa ma wothe. Na Roho Mtakatifu akija atawaongoza katika mambo ya ukweli yote, ndakaragia uhoro wake mwene. Roho Mtakatifu haongeangi mambo yake mwenyewe, akaragia uhoro wa maundu maria aiguite. Atakuwa naongea mambo ambayo amesikia, ningine akamwira uhoro wa maundu maria magoka thutha. Pia atatuambia kwa mambo ambayo yatakuja baadaye. Bwana apewe sifa. Mshike hapa vizuri. Kwa sababu Yesu Kristo wakati aliishi duniani alijaribu kuwaelekeza wanadamu na kuwajulisha yeye ni nani, lakini hakuna mwenye alikuwa anashika. Hata maybe walikuwa wanashika wakati amewatendea muujiza, lakini after sometimes wanasahau. The same case siku ya leo watu hutoa ushuhuda ni kwa sababu ya yale Mungu ametenda hapo. Kesho tena ukihitaji jambo unasahau ya kwamba Mungu ndiye alikutendea ya jana. So hiyo inatakikana namna gani? Ituongezee imani, ujue kama ya jana nilishinda, kama ya last year nilishinda, je, hata haya natazamia bado nitafanya nini? Nitashinda. So neno la Bwana linasema katika Yohana 16 niyo 13 pale chini nasema nigeni akamwira uhoro wa maundu maria magoka thutha. Pia Roho Mtakatifu atatuambia mambo ambayo yatakuja baadaye. Na mengi ambayo tumekuwa tukiambiwa na Roho Mtakatifu tumeyaona. Saizi tumeyatolea, tunatoa ushuhuda, tunasema kweli ni hivi na hivi. Bwana apewe sifa. Mstari wa 14 unasema ni akagoshithia negokorwa ni akamumenyithia uhoro wakwa uria arutete kuma kuri niĩ. Sikia, wakati Yesu Kristo alienenda mbinguni, yeye ndiye hutuma Roho Mtakatifu, anamwambia enda ukawaambie hivi na hivi katika madhabahu ya unabii ama katika madhabahu ambayo Roho Mtakatifu hunena. Bwana apewe sifa. Ujue wengi hata kama unapotea, wewe unapotea ni kwa sababu ya kupuuza na kuchukia mwenye anafikisha ujumbe. Lakini Mungu wetu ama Yesu Kristo hufanya kazi yake vile alisema atamtuma Roho Mtakatifu awe anatufikishia ujumbe, yeye hufanya hivyo. Kwa hivyo hatutasema hatujui siku ya hukumu. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tujielewe na tuweze kuelewa jinsi Mungu hufanya kazi, ndio tuheshimu na tutii, ndio tuweze kupelekwa vizuri na Roho wa Mungu, na ndio tuwe uhusiano wetu na Mungu iwe sawa. Mstari wa 14 unasema nĩakagoshithia nĩgũkorwo nĩakamumenyithia uhoro wakwa uria arutete kuma kuri. Ni kwa sababu atafanya Yesu Kristo atukuzwe, ni kwa sababu atakuwa anatufikishia ujumbe ambao Yesu Kristo amemtuma. Bwana apewe sifa. Tushike hapa vizuri. Kama mga ya kuradhime muno, karibu sana, karibu katika Fadhili FM Keremaine. Tunasoma katika kitabu cha Yohana ama John 16. Bwana apewe sifa. Tuko mstari wa 15 sasa. Maundu mothe mafafa ni makwa, mambo yote ya Baba ni yangu. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alisema. Nikio ndamwira ati Roho ni akamumenyithia uhoro wakwa uria arutete kuma kuri niĩ mumenye. Na ndipoza nimesema Roho Mtakatifu atawajulisha mambo yangu, mambo ya ukweli ambayo amefanya nini? Ametoa kwangu. Sikia tena turudie hili neno. Yohana 16 mstari wa 15 ya kwamba maundu mothe mafafa ni makwa, mambo yote ya Baba ni yangu. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alisema. Nikio ndamwira ati, na ndiposa nimewaambia ya kwamba Roho ni akamumenyithia uhoro wakwa uria arutete kuma kuri niĩ mumenye. Roho Mtakatifu atawajulisha mambo yangu
ambaye ameyatoa kwangu ndio muweze kunijua. Kwa kweli bila shaka mtu yeyote ambaye anajua kulingana na mienendo ya Mungu na anatimiza sheria ama amesimama kulingana na vile huwa anasikia ama anasoma katika neno la Bwana kuhusu sheria za Mungu, kweli anahisi na anajuanga ya kwamba huyo ni Mungu mwenyewe anaongea. Thank you sana Njeri Mary, karibu sana katika Fadhili FM Kenya. Bwana kubariki sana. Tunasoma katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 16 unasema, thutha wa kahinda kanini mutikonyona rĩngĩ na ningĩ thutha wa kahinda kanini ni mukonyona. Sikia, Yesu Kristo pia akasema, kwa muda mchache hamtaniona, pia katika muda mchache mtaniona. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu gani? Yesu Kristo ni kwa sababu ya upendo wake juu yetu. Hakuna wakati alitaka kukaa mbali na watu wake, na hakutaka wale watu wafanye nini? Waondoke katika zile njia na waelekeza. Fadhili FM.